Mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima ile kutoka hapa Charlton Plus. Mimi ni Lulu Ali, lakini hapo baadaye tutakuja kujiunga na Eden Bahati katika upande wa michezo na burudani, akija hapa kutupasha zaidi. Karibu sote, na kwa kwanza tuanze na hili ambapo serikali imepanga kutumia zaidi ya 95% ya budget ya Wizara ya Uchukuzi kwa mwaka wa fedha 2026 hadi mwaka 2027 inayozidi shilingi trilioni 2.7 kugharamia miradi ya maendeleo ikiwemo ujenzi na uendeshaji wa reli ya SGR, uboreshaji wa kampuni ya ndege ATCL na miundombinu ya bandari katika bahari ya Hindi, maziwa makuu pamoja na bandari kavu. Amani Bando anatueleza zaidi. Kwa mwaka huu wa fedha, Wizara ya Uchukuzi imeliomba bunge kuidhinisha zaidi ya shilingi trilioni 2.8 ambapo asilimia 4.38 sawa na bilioni 126.04 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema vipaumbele hivyo vitalenga kuimarisha sekta hiyo, huku akibainisha kuwa shirika la reli Tanzania TRC linaanza kujitegemea bila kutegemea ruzuku ya serikali. Kwa ujumla, ifikapo mwaka 2028, sekta ya bandari inatarajiwa kuwa imepiga hatua kubwa ya mageuzi, ikiwa na uwezo wa juu zaidi wa kuhudumia mizigo, kasi ya huduma na ushindani wa kimataifa, hivyo kuifanya Tanzania kuwa kitovu muhimu cha biashara katika ukanda mzima. Kuanzia Januari mwaka huu, TRC imefanikiwa kuanza kujitegemea kwa upande wa mishahara na matumizi mengineyo. Kwa upande wa maoni ya kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu yaliyowasilishwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Moshi Selemani Kakoso, ni kuwa serikali iongeze kasi ya kuboresha miundombinu ya sekta ya uchukuzi ili kuongeza mchango wa sekta hiyo katika kukuza uchumi. Serikali ihakikishe inatoa fedha za maendeleo kama inavyoidhinishwa na bunge na kusimamia kikamilifu miradi ya kimkakati inayotekelezwa na wizara ili kuleta tija iliyokusudiwa. Baadhi ya wabunge waliopata wasaa wa kuchangia mjadala wa bajeti ya wizara hiyo wameshauri masuala mbalimbali yatakayotatua changamoto zinazoikabili sekta ya uchukuzi nchini. Madereva wengi hawana mikataba, wanafanya kazi kwenye makampuni, na kwa bahati mbaya sana makampuni mengi ni ya ndani na ya nje, lakini hawapewi mikataba. Bandari ya Dar es Salaam, Mheshimiwa Mwenyekiti, inaajiri, inahudumia takribani 95% ya biashara ya kimataifa. Hiyo ni moja. Pili, bandari ya Dar es Salaam, Mheshimiwa Mwenyekiti, inahudumia nchi 7 zisizo na bandari. Tunaomba tu uwanja wetu wa ndege wa Mwanza urekebishwe na tumalizie uwanja wa ndege wa Mwanza ulivyo. Uwanja wa ndege wa Serengeti tunataka baada ya uwanja wa ndege wa Mwanza wakajenge Serengeti. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Mtazamaji, mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Stella Paulo, kondakta wa basi la Abud linalofanya safari zake Bukoba na Dar es Salaam, amefariki dunia na watu wengine 6 wamejeruhiwa baada ya basi hilo lenye namba za usajili T 417 EEE kugonga lori la mizigo namba T 895 EGE wilayani Biharamulo. Jacques Joakim anatueleza zaidi. Akiongea na waandishi wa habari, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Kagera Blasius Chatanda amesema kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa basi kushindwa kuchukua tahadhari wakati anataka kulipita gari la mzigo lililokuwa mbele yake na kukutana na gari jingine la mzigo mbele yake. Kamanda Chatanda ameendelea kusema kuwa katika ajali hiyo kumetokea kifo cha mtu mmoja pamoja na majeruhi 6 kama anavyoeleza. Katika ajali hiyo kulitokea majeruhi 6 na kifo kimoja, kwa maana kwamba hata huu majeruhi awali naye alikuwa majeruhi amefariki hospitali akiwa anaendelea na matibabu, ambapo aliyefariki ni Stella Paulo ambaye alikuwa kondakta wa basi hilo. Aliyekuwa dereva wa gari hilo akikatika mguu wa kushoto. Abiria wote wapo hospitali teule ya wilaya ya Biharamulo, wale ambao walipata majeraha wakiendelea na matibabu na hali zao zinaendelea vizuri. Manda amemaliza kwa kusema kuwa madereva wanaoendesha magari wanatakiwa kuendesha kwa tahadhari kubwa, maana wanakuwa wamebeba roho za watu, huku akiwataka madereva kuendesha magari kwa kutii sheria za usalama barabarani. Wakati mwingine waepuke ile ya kwamba hapa hawajaniona trafiki, ngoja niongeze mwendo.
hii haiwezi kuwasaidia. Yaani ngoja nisichukue tahadhari wakati wa kuovertake. Hii haisaidii kwa sababu leo tayari hapa yeye mwenyewe ana ulemavu wa kudumu sasa. Hawezi kurudi kuendesha gari tena, lakini tayari maskini wa Mungu binti mdogo huyu wa miaka 29 tayari marehemu. Na kama alikuwa na familia ni wazi kwamba watoto wake bado wadogo sana. Kutoka mkoani Kagera, Jacques Joachim, Channel 10. Mwenge wa Uhuru umezindua mradi mkubwa wa maji wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 2.2 utakaonufaisha wananchi zaidi ya 9,000 wa vijiji vya Mchomoro na Songambele wilaya ya Namtumbo mkoani Ruvuma. Yusuf Kayanda kutoka mkoani Ruvuma anatueleza zaidi. Wananchi wa Mchomoro wamesema kabla mradi huo walikuwa wakitembea umbali mrefu kutafuta maji kutoka katika vyanzo visivyo salama, hali iliyokuwa ikiathiri afya, elimu na shughuli za uzalishaji mali, hasa kwa wanawake na watoto waliotumia muda mwingi kutafuta huduma hiyo muhimu. Mama alikuwa anatoka saa 9 usiku alfajiri fuata maji, harudi saa 3. Hapo kuna ndoa. Kwanza ni kushukuru na kukupongeza kwa kututua ndoo sisi wanawake wa Mchomoro. Mradi huo unaotekelezwa na Ruwasa wilaya ya Namtumbo umefikia 82% ya utekelezaji na unatarajiwa kukamilika Juni 30 mwaka 2026, ambapo mradi huo unahusisha ujenzi wa chanzo cha maji kutoka mto Mtonya, ujenzi wa tenki la kukusanyia maji lenye ujazo wa lita 300, kuchimba mitaro, kulaza bomba na kufikia urefu wa mita 40,630. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi huo, kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa Wazo Mwang'onda amesema serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kutatua changamoto za wananchi kwa vitendo kupitia utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayogusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Rais alisikia maombi yenu na ameyafanyia kazi kwa wakati. Kama mnavyoona tenki la maji ya lita 300 limefungwa hapa. Tayari wananchi wameshaanza kuendelea kutumia maji safi na salama. Pekee ni kushukuru sana kwa kuja hapa kutuwekea jiwe la msingi kwenye mradi wa maji, na tukuhakikishie changamoto zote ambazo na ushauri uliotupa wewe na timu yako tunakwenda kufanyia kazi ili mradi huu uwe chachu ya maendeleo katika kata yetu ya Mchomoro. Zaidi ya wakazi 9,000 kutoka katika vijiji vya Songambele na Mchomoro katika wilaya ya Namtumbo wanatarajiwa kwenda kunufaika na mradi huu mkubwa wa maji wenye thamani ya shilingi bilioni 2.2 kutoka wilaya ya Namtumbo hapa mkoani Ruvuma. Mimi ni Yusuf Kayanda wa Channel 10. Na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza uwekezaji mpya barani Afrika wakati mkutano wa kilele wa ushirikiano ulipofika mwisho siku ya jana huko Nairobi. Macron amesema Ufaransa itawekeza dola bilioni 27 katika sekta tofauti barani Afrika ikiwemo nishati, akili mnemba na kilimo, huku zaidi ya dola bilioni 16 zitatoka kwenye makampuni ya Ufaransa na dola bilioni 10.5 kutoka Afrika. Mkusanyiko huo wa viongozi wa Afrika umefanyika wakati ambapo mahusiano ya Ufaransa na makoloni yake ya zamani hasa mataifa ya Afrika Magharibi yakiwa yamevurugika, huko rais wa Kenya katika hotuba yake akisisitiza suala la uhuru wa mataifa ya Afrika. Serikali imepanga kuanza kukusanya maoni ya wananchi katika mikoa 19 ya Tanzania bara katika mwaka wa fedha 2026 na mwaka wa fedha 2027 kwa lengo la kufanya marekebisho sheria ya ndoa ya mwaka 1971 ili endane na mahitaji ya sasa ya jamii, ikiwemo kuondoa vifungu vinavyoruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa na umri wa miaka 15. Taarifa zaidi na Amani Mbando anatueleza. Kipindi cha maswali na majibu ambapo mbunge wa viti maalum Taska Mbogo aliuliza serikali kuhusiana na mpango wake wa kuirekebisha sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kwa kuwa baadhi ya vipengele vilivyomo ndani yake vinawabana watoto wa kike na kutoa ruhusa ya wao kuolewa wakiwa na umri wa miaka 15, jambo ambalo linakatiza ndoto zao. Lakini pia kuwaozesha watoto wakiwa na miaka 15 kumesababisha kuwa na ndoa nyingi za utotoni nchini Tanzania, lakini na vifo vya mama na mtoto wakati wa kujifungua kwa sababu ya umri mdogo. Je, ni lini serikali itakuja na mkakati madhubuti na kutoa muda wa kubadilisha kifungu cha 13 cha sheria ya ndoa ya mwaka 71? Baada ya swali hilo, serikali ikapata wasaa kutoa majibu
Na majibu ya serikali yametolewa na naibu waziri wa Katiba na Sheria Zainab Katinga, ambapo ameeleza kuwa tayari serikali imekwisha kusanya maoni katika mikoa 7 ya wananchi. Serikali tayari imepita katika mikoa 7 kwa ajili ya kusanya maoni ya wanajamii na bado itaendelea na kazi hiyo katika mikoa iliyosalia, mikoa 19 katika mwaka wa bajeti 2026-2027. Awali Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azzan Zungu alitoa majibu ya mwongozo uliotolewa hivi karibuni na mbunge Ado Shaibu Ado kuhusiana na serikali kutoa majibu yanayokinzana kwa maswali ya wabunge. Mheshimiwa Bunge, swala la ukamilishaji wa ujenzi wa vituo vya afya lina maslahi mapana kwa wananchi. Maswali yaliyoelezwa hapo juu yanataka kujua ni lini serikali itakamilisha ujenzi wa vituo vya afya ya kimkakati ikiwemo cha Nampungu. Msimamo wa serikali kuhusu maswali hayo bado haujajulikana kwa kuwa majibu yaliyotolewa yanakinzana. Hivyo naona ipo haja ya serikali kuweka swala hilo sawa. Kutokea hapa bungeni jijini Dodoma, mimi ni Amani Mbando wa Channel. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA imekamata lita 66,48 za kemikali bashirifu jijini Dar es Salaam zilizoingizwa nchini kinyume cha taratibu, zikitajwa kulenga kutumika kuzalisha dawa za kulevya katika maabara bubu. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu anatueleza. Akizungumza na waandishi wa habari kuhusu operesheni maalum iliyofanyika jijini Dar es Salaam, Kamishna Jenerali Lisea Aretas Limo amezitaja kemikali hizo kuwa Necyclohexanone zenye ujazo wa lita 16,048 pamoja na extra neutral alcohol zenye ujazo wa lita 50,000, huku magari mawili yaliyotumika kusafirisha yakiwa yanashikiliwa pamoja na watuhumiwa wawili ambao ni madereva wa magari hayo. Amesema kemikali hizi ni halali kwa matumizi mbalimbali ya viwandani, kitabibu, kilimo, ujenzi, madini pamoja na tafiti za kisayansi, lakini kufuatia kukua kwa teknolojia, wahalifu wanazichepusha kutoka matumizi halali na kutengeneza dawa hizo. Mazingira ya uingizaji na usafirishaji wa kemikali hizo yanaashiria uwepo wa nia ovu ya kuzichepusha kwa matumizi haramu, ikiwemo utengenezaji wa dawa za kulevya. Aidha, kamishna ametoa rai kwa vijana wanaosoma katika vyuo vikuu mbalimbali kuacha kujihusisha na matumizi ya dawa zozote za kulevya na kuwaonya wale wote waliojiingiza huko kwamba wasahau kupata ajira kwenye vyombo vya dola, kwani utaratibu wa kuwapima kabla ya kuajiriwa utatumika, huku akiweka bayana hatua za kisheria zitakazochukuliwa kwa watumishi wa serikali watakaobainika kutumia vilevi hivyo, ikiwemo kufukuzwa kazi. Na tumeanzisha mpango kabambe wa kuhakikisha kwamba watumishi wa serikali wowote tunaowabaini wanafanya au wanatumia dawa za kulevya, tunachukua hatua za kisheria, na adhabu yao kubwa mara nyingi wanakuwa kwa mujibu wa sheria ya taasisi mbalimbali wanafukuzwa kazi. Kutoka Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Baraza la madiwani wilayani Rorya mkoani Mara limesema halitawavumilia watumishi wazembe ambao hawatimizi wajibu wao katika kusimamia miradi ya maendeleo na kusababisha fedha walizopangiwa kwa ajili ya miradi ya kurejesha serikali kuu. Musa Makali ana taarifa zaidi. Kauli hii inatolewa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Rorya Solomon Mabati wakati wa baraza la kawaida la madiwani wilayani Rorya hapa mkoani Mara. Isije ikatokea tunapewa fedha na serikali zinakuja zinakaa, unafika wakati fedha zinaanza kurudi kana kwamba hatuna kazi ya kufanya. Hiki kitakuwa ni kitu cha ajabu sana kwenye wilaya yetu. Kwa hiyo hili swala, mkurugenzi, mlichukue kama swala zito mno kuja kusikia fedha zinataka kurudishwa. Sasa hivi tunaelekea mwisho wa mwaka wa fedha kwa mwaka 2025-26. Tunaenda kuanza mwaka 2026-27. Unakuja kujikuta mifumo inafungwa, inajifunga. Fedha zijafanya kazi. Wakati wa vyumba vya madarasa hatuna. Wakati huo zahanati hatuna. Vituo vya afya kata ziko 26. Lakini bado tunazo kata chache ambazo ndio tayari zina vituo vya afya. Pamoja na rai hiyo kwa watumishi, lakini baraza halikusita kupongeza utekelezaji wa miradi kwa wilaya hii. Mkurugenzi wetu muda wote ukihitaji kuonana naye anasema mlango uko wazi. Na sisi tulitamani mkurugenzi wa aina hiyo, kama
mkurugenzi ambaye atatushirikisha katika miradi ya maendeleo, atatusikiliza sisi viongozi wa kisiasa, lakini atatekeleza yaliyo mazuri kwa maslahi ya Rorya. Katika hatua nyingine, madiwani hawa wanawataka TARURA pamoja na RUWASA kushughulikia changamoto za wananchi. Watatu wangeweza kukamilisha ule mradi na kutoa maji. Nimejaribu kuongea leo kwa rasharasha, majibu aliyonipa ni mepesi. Naomba ukazie. Sambamba na hiyo, kuna barabara ya kutoka Masiki Junction kwenda zahanati ya Masiki. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Mtazamaji, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Taifa Fadhili Maganya ameitaka jumuiya hiyo kurejesha nguvu zake za kiuchumi kama ilivyokuwa zamani ili kukifanya chama hicho kiweze kupiga hatua kubwa za kimaendeleo. Hamis Mkotia ana taarifa zaidi. Maganya ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM Taifa ametoa wito huo jijini Dar es Salaam mara baada ya kuzindua jengo la ofisi ya jumuiya ya wazazi wilaya ya Ubungo, ambapo amesema wakati inaanzishwa jumuiya hiyo ilikuwa tegemeo kwa chama, lakini hivi sasa imeyumba kutokana na baadhi ya viongozi kukosa uadilifu. Chama hiki kitaendelea kuwepo hata miaka 100 ijayo. CCM oye! Na kama tutaendelea kuwepo miaka 100 ijayo, lazima tujenge misingi ya chama hiki kujiimarisha. Nguvu ya kiuchumi, ofisi, nyumba za watumishi wa chama na jumuiya zote. Hata hivyo, Maganya amesema katika kipindi cha uongozi wake atahakikisha analinda heshima ya jumuiya ya wazazi nchini na kuwataka viongozi wa jumuiya hiyo kutembea kifua mbele, wasijione wanyonge. Nafika pahala nakuta kama jumuiya hivi haitambuliwi hivi. No. Kwa kipindi hiki ambacho mimi nipo, mtu yeyote anetaka kama kuiunderrate, kuidowngrade jumuiya ya wazazi, mimi nitaruka naye. Kwa upande wake, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Ubungo Dr. Meshak Olesabaya amesema jumuiya hiyo imetekeleza miradi mbalimbali ya kiuchumi katika kata 14 za wilaya hiyo, ukiwemo mradi wa fumigation. Tunawashukuru sana kwa kuweza kutupatia kiwanja ambayo tunahangaika na haki, na muda si mrefu, mwenyekiti, tunakuahidi tunaanza ujenzi ya nyumba ya mtumishi. Wilaya yetu ya Ubungo wiki iliyopita tumezindua kongani kubwa la viwanda vya madawa na vifaa tiba ambavyo muda wote kuanzia sasa viwanda vile, makampuni mawili tayari yako tayari kuanza kujenga viwanda. Hamisi Mkotia, Channel 10, Dar es Salaam. Haya, Rais wa Marekani Donald Trump amesema atamwomba Rais wa China Xi Jinping kuyafungulia milango zaidi makampuni ya Marekani wakati akielekea nchini humo kwa mkutano wa kilele unaosubiriwa kwa hamu. Rais Trump anaongozana na mkuu wa makampuni inayojihusisha na masuala ya akili mnemba ya Nvidia pamoja na mmiliki wa magari aina Tesla Elon Musk na afisa mtendaji mkuu wa Apple Tim Cook, ikiwa kama ishara ya ziara hiyo kwa biashara ndo kipa umbele. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Guo Qiang amesema China imeonyesha utayari wa kushirikiana na Marekani ili kuimarisha ushirikiano na kuleta utulivu zaidi ulimwenguni, kwani watafanya kazi kwa usawa, heshima na manufaa ya pande zote ili kutanua ushirikiano na kuzikabili tofauti. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametahadharisha juu ya uwezekano wa kuongezeka kwa mashambulizi ya drone za Urusi hii leo, huku akisema mamia ya drone yalikuwa kwenye anga ya Ukraine wakati Moscow ikiwa imebadilisha mbinu na kushambulia zaidi nyakati za mchana. Ni miaka 4 sasa inaenda tangu vita hivyo vimeanza. Urusi imekuwa ikifanya mashambulizi makubwa majira usiku, lakini katika wiki za hivi karibuni imefanya mashambulizi kama hayo mchana na kuvuruga pakubwa shughuli za wakazi. Kwa upande wa Urusi imekanusha kuwalenga kwa makusudi raia, ikiwa mpaka sasa imeua maelfu wakati wa vita na kujipa uhalali wa kushambulia miundombinu ya raia kama mbinu ya kudhoofisha uwezo wa Ukraine vitani.
Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo, na sasa tukapata mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus. Endelea kusalia nasi.